Yesu kama mwana kondoo, tunaona mambo kadha wa kadha yalitokea pale. Cha kwanza, alipofanyika upatanisho, Ibrania 8:11-12 inasema wazi, nao hawatafundishana kila mtu na jirani yake na mtu na ndugu yake, akisema mjue Bwana, kwa maana wote watanijua, tangu mdogo wao hata mkubwa. Na kwa sababu nitawafanyaje? Nitawasamea maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena. Ona sasa inavyofanana ile tafsiri nilivyokuambia upatanisho. Kwanza atakusamehe, sawa sawa, atakusafisha. Na uzuri wa dhabihu ya Yesu, naposema tunakumbuka nyuma, tunapoongelea meza ya Bwana, look back, ni kwamba dhambi zetu zimesafishwa katika jina la Bwana. Kwa hiyo una ujasiri wa kutangaza, mimi nimesamehewa, nani wa kunitisha? Shetani usiniambie kitu, huna chako. Magonjwa, mimi nimetakaswa, sina kitu chenu, ondoka katika jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini namba 2, Kristo kama mwana kondoo, kama ilivyokuwa vile vile kwa kuhani, yeye mwenyewe atazichukua. Sema kwa sauti, yeye mwenyewe amezichukua dhambi zangu katika mwili juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake sisi tumefanyaje? Tumepona. Naomba nikwambie, Yesu anapokusamehe na uovu wako na madhara yake na effect zake, anazichukua katika jina la Yesu. Naomba nikujulishe leo, hayo yanayokujia, hayo ni mawazo tu, hayo ni makelele ya mbwa mwitu, yakatae katika jina la Yesu. Sema nimesamehewa katika jina la Bwana, uovu wangu umechukuliwa katika jina la Yesu. Hakuna kumbukumbu ya hayo unayoyakumbuka Mungu anayo hata moja. Inuka, songa mbele kwa ujasiri, toa yaliyo haki yako, ingia patakatifu kwa ujasiri, peleka hoja zako. Wewe ni mwana katika jina la Bwana. Sema amina kwa jina la Yesu.